Mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yalikuwa na lengo kuu lisilowezekana na la hatari kutokomeza mpango wa nyuklia wa nchi hiyo wenye utata. Israel ililenga vituo vitatu muhimu vya nyuklia vya Iran: Natanz, Isfahan na Fordow, na idadi ya wanasayansi wakuu waliohusika katika utafiti na maendeleo ya nyuklia. Kiwango cha uharibifu kimeanza kuonekana huku picha za satellite na uchanganuzi wa kitaalamu ukidokeza kuwa maonyo yalikuwa na athari kubwa katika angalau maeneo mawili, lakini mengi bado hayajaeleweka mpaka sasa. Sio kwa umuhimu, kwa sababu miundombinu nyeti zaidi ya nyuklia za Iran imezikwa chini ya ardhi na kila upande ulitoa tathmini tofauti. Afisa wa jeshi la Israel alisema katika kikao kifupi Jumamosi kwamba mashambulio kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran huko Natanz na Isfahan yaliweza kuharibu maeneo kwa kiasi kikubwa, wakati Iran ikidai kuwa uharibifu wa vifaa ulikuwa ni mdogo. Msururu mzima wa ugavi nyuklia umetatizwa, Alireza, mkurugenzi wa mradi wa Iran katika kundi la kimataifa la mgogoro, aliambia CNN Jumapili hii. Wakati Israel na Iran zikiendelea kurushiana risasi, Alireza alisisitiza umuhimu wa kila tovuti inayolengwa na nyuklia, ambayo yote yanahusika katika mlolongo na changamoto wa hatua zinazohitajika kuunda silaha za nyuklia. Msururu huu sasa umekatika, lakini unaweza kuwekwa pamoja baada ya miezi kadhaa, kwa sababu Irani ina ujuzi na nyenzo zinazohitajika kwa ajili yake, alionya. Hilo sio shida ambayo itaisha tu kwa kuishambulia Iran kwa makombora ya angani.